Naam, ikhwatul kiram, tupo katika masiku ambayo ni ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, na wala si masiku ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Eid sio kwa yule ambaye amevaa mavazi mazuri, Eid sio kwa yule ambaye anakula chakula kizuri, bali Eid ni kwa yule ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kuhusia wewe dada yangu, na kuhusia wewe mama yangu, na kuhusia wewe baba yangu, na kuhusia wewe kaka yangu, katika masiku haya, masiku ambayo yapo katika mwezi mtukufu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahr fi kitabillah. Kwa haya na huu mwezi wa Dhulhijja ni katika miezi ambayo ni mitukufu, miezi inayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miezi ambayo hautakiwi kuidhulumu nafsi yako, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wala tadhlimu fihinna anfusakum, huu ni wasia wa Allah kwa sisi waja wake. Na hii ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia tusidhulumu nafsi zetu katika haya masiku, kwamba mtu atakapofanya madhambi katika haya masiku au katika hii miezi au katika mwezi huu, basi dhambi lake litakuwa ni zaidi. Na mtu atakayefanya khairi kama mashaikh walivyohusia katika khitab, lakini pia katika mihadharat, kwamba mtu atakayefanya khairi katika masiku haya au katika miezi hii mitukufu, pia mema yake yanakuwa ni adhaafa, yanakuwa ni zaidi. Kwa hiyo nakuhusieni ndugu zangu katika iman, kushikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na malipo isipokuwa ni alfawz, imma fi dunya wal akhirah, imma iwe ni katika dunia hii, kwa maana atafuzu katika hii dunia, lakini pia akhirah Allah subhanahu wa ta'ala atampa fawz. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake matukufu na kwa sifa zake zilizotukuka ajalie tuwe ni katika wale watu ambao tumetoka katika Arafa tukiwa ni wenye kusamehewa madhambi yetu yanayokuja na madhambi yaliyotangulia. Allah ajalie mema yetu yawe katika mizani, mema yetu yawe katika matendo yetu yawe katika mizani ya khairi, mpaka pale tunapokutana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.